Siri kubwa iliyoibua Makonda mjini Arusha imewaacha wengi midomo wazi. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa wewe ni mgeni hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika tukio ilogeuka kivutio jijini Arusha, aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na sasa mwanasiasa mashuhuri Paul Makonda ameibua shangwe kubwa miongoni mwa wananchi na vilevile wengine kukua ama kubaki vinywa wazi baada ya kufichua hatua kubwa iliyochukuliwa na Rais Samia Suluhu Hassan kuleta maendeleo katika jiji hilo. Akizungumza mbele ya umati wa watu, Makonda alieleza kuwa hisia namna ambazo alieleza kwa hisia namna ambavyo Rais Samia ametoa bajeti ya shilingi bilioni 34 kwa ajili ya kufufua na kukamilisha miradi mikubwa iliyokwama kwa muda mrefu. Kwa mujibu wa Makonda, fedha hizo ni ishara ya dhamira ya kweli ya Rais Samia kuhakikisha Arusha inasonga mbele kimaendeleo, hasa katika nyanja za miundombinu, biashara na michezo. Miradi iliyotajwa ilihusisha ujenzi wa stendi kuu ya kisasa, soko la kisasa la wafanyabiashara, pamoja na uwanja wa mpira wa jiji, miradi ambayo kwa muda mrefu ilikuwa imekwama kutokana na changamoto za bajeti. Makonda alifafanua kuwa alipowasili katika uwanja wa kisiasa wa Arusha, alikuta miradi mingi muhimu ikiwa haijaendelezwa licha ya fedha zilizokuwa zimetengwa awali. Mfano halisi ni mradi wa soko la Wamachinga ambao fedha zake zilikuwa zimekaa kwenye akaunti tangu mwaka 2021 bila kuanza kutekelezwa. Taarifa imepokelewa kwa hisia kali na matumaini na shangwe, hasa kutokana na ukweli kwamba ahadi za TSS ahadi za bilioni 34 inachukuliwa kama ishara ya mwanzo mpya wa maendeleo katika jiji la Arusha. Wananchi wengi wameeleza kwamba hatua hii ni uthibitisho wa wazi wa namna serikali ya Rais Samia inavyotoa vipaumbele kwa maendeleo ya watu wa chini na kufufua miradi iliyosahaulika. Makonda alisisitiza kwamba Rais Samia ni kiongozi wa vitendo na mwenye moyo wa upendo kwa Watanzania wote bila kujali tofauti za kisiasa. Aliongeza kuwa wale wanaompinga rais huyo hawajawahi kumjua kwa karibu, kwani kwa uzoefu wake wa kufanya kazi naye katika nyadhifa mbalimbali amejionea jinsi alivyo na maono ya kweli ya kujijengea ama ya kujenga taifa. Aidha, hotuba yake imejikita katika kuonyesha tofauti ya uongozi wa kisiasa unaozungumza na ule unaotekeleza. Kwa mujibu wa Makonda, miradi ya stendi, soko la uwanja na michezo itabadilisha kabisa uso wa Arusha na kuifanya kuwa kitovu cha uchumi wa kaskazini. Anaamini kuwa utekelezaji wa miradi hiyo utazalisha ajira, kuongeza biashara na kukuza kipato cha wananchi. Kwa sasa, hatua za awali za utekelezaji wa miradi hiyo zinatarajiwa kuanza mara moja, huku manispaa ya Arusha ikiweka mikakati ya kuhakikisha fedha hizo zinatumika ipasavyo. Bajeti hii inajumuisha gharama za usanifu, ujenzi wa miundombinu ya kisasa na uwekaji wa mifumo ya usimamizi wa miradi. Wananchi waliohudhuria mkutano walionekana kupokea kwa shangwe taarifa hizo, wakionyesha imani kuwa hatimaye miradi waliosubiri kwa miaka mingi sasa itatekelezwa. Hatua hii pia imezidisha taswira chanya ya Rais Samia katika eneo hilo, ikionyesha kuwa serikali yake imejikita katika matokeo halisi badala ya ahadi tupu. Kwa ujumla, kauli ya Makonda imechukuliwa kama ujumbe wa matumaini unaoonyesha mwelekeo mpya wa kisiasa na kiuchumi katika jiji la Arusha, huku ikisisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya viongozi wa kisiasa na wananchi katika kufanikisha maendeleo ya taifa. Huu ni muonekano wa Kenyascope, sauti ya ukweli, uwazi na uchambuzi wa kina wa matukio makubwa Afrika Mashariki. Usisahau kusubscribe, kupenda video hii na vilevile kuwasha kengele ya arifa ili kuendelea kupata habari zetu za kina kila siku.